Na michezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Na ripoti hapa kutokea mitaa ya Stesheni Kaburi Moja. Na mbele yangu mimi niko na dada Eliza hapa, tunakwenda kuyazungumza yale ya kimichezo na burudani. Pole ndugu yangu. Ya nini tena? Pole. Ya nini? Kuna majanga mazito yamewakumba Yanga. Kama yapi? Kutokufanikiwa kufuzu hatua inayofuata ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Tatizo la watu wasiojua mpira. Ndio hilo. Na kuuliza swali, PSG ametumia miaka mingapi kubeba UEFA? Miaka mingi. Almost zaidi ya 10. Young Africans amedominate ndani ya misimu mingapi kutoka nafasi ya 79 mpaka nafasi ya 10? Almost karibia misimu 4 mpaka misimu 5. Mitano haijafika. Msimu wa 4 huu. Umeelewa? Kuna watu wametumia misimu 7 mpaka 8 kutafuta nafasi 8. Kutafuta? Nafasi 8 za juu. Imagine Young Africans angetumia misimu 6 mpaka 7. Angekuwa nafasi ngapi? Si bado na nyinyi mnaendelea? Na kuuliza swali. Msimu ambao Namungo alicheza kombe la shirikisho makundi, michezo yake yote akaileta hapa, alikuwa nafasi ya 58. Sawa. Young Africans ametoka nafasi ya 79 mpaka nafasi ya 12 ndani ya misimu. Simba ametumia kuanzia 2019 mpaka 2026 huu anatafuta nafasi 8. Hivi Young Africans angetumia kuanzia mwaka 2019 mpaka 2026 Young Africans angekuwa nafasi ngapi? Tuulizane hapo mimi na wewe kwa faida ya wasikilizaji. Kwa nini hamkutumia sasa kipindi hicho? Nani? Bingwa alikuwa anakuwa nani? Na bingwa alikuwa anaenda bingwa wa ligi na bingwa wa kombe la FA. Kwa nini sasa nyinyi misimu 4 ambayo Young Africans 2018 nikueleze. Tulia. Misimu 4 ambayo Simba amekuwa bingwa wa kombe la ligi. Amechukua kombe la shirikisho mara 2. Uongo? Sawa. Misimu ambayo Young Africans amekuwa bingwa mara 4 mfululizo, misimu yote amebeba na FA. Uongo? Sawa. Ndio msimu ambao Young Africans ameenda kujifunza. Lakini ndani ya kujifunza kabomoa watu vichwa. Mpaka sasa hivi vilabu vyote barani Afrika na mataifa mengi yanalalamika kwa nini Young Africans hajaweza kuqualify kwenda robo finali. Young Africans anacheza kombe la shirikisho finali. Yaya Toure alilalamika. Why aliyepata clean sheet ugenini na goli moja amekosa ubingwa, na aliyebeba ubingwa ameshinda ugenini goli 2-1 na hana clean sheet. Umeelewa? Sijajua kama 2001 Gaucho anacheza PSG, alikuwa na kiwango bora sana. Hakufanikiwa kuipatia PSG kombe la UEFA. Sawa. 2002 PSG Ronaldinho anabeba kombe la dunia. Uongo? Sawa. 2017 Mbappe amecheza PSG, 18 kawa bingwa wa kombe la dunia, hajaipatia PSG kombe la UEFA. Uongo? Sawa. 2021 Messi amecheza PSG. 2022 Messi bingwa wa kombe la dunia, hajaipatia PSG kombe la UEFA. Uongo? Sawa. Hayo ni majina, ni iconi ya dunia, mpira wa dunia, unaelewa? Dembele ambaye alikuwa pale Barcelona akibeba mpira watu wote wanashika vichwa, finishing bovu. Ndio bingwa wa Ballon d'Or, ndio bingwa wa UEFA. Uongo? Sawa. Young Africans watu wengi wanamzungumzia Pacome. Nimeona mjadala mingi. Tulia. Pale kwa PSG kwanza pale ndio. Si bingwa wa UEFA. Sasa tuliza mshono baba, hamna shida. Ndio bingwa wa dunia Chelsea. Unatuletea masuala ya Chelsea, akili mbovu rafiki yangu. Watu wengi nimeona mijadala wanazungumza kwamba Pacome amecheza chini ya kiwango dhidi ya FAR. Kweli si kweli? Muwe mnawauliza, unajua chini ya kiwango maana yake ni nini? Au nakuuliza swali. Ousmane Dembele amekabika dhidi ya Mwamnyeto, Jobu alicheza chini ya kiwango Taifa Stars na Nigeria. Nakuuliza sasa nijibu kwamba alicheza chini ya kiwango. Gine wanakuja hapa na Guilas wa Dortmund ambaye ni mshambuliaji tishio Ujerumani. Amekabika hapa. Hakufurukuta, tunawatoa sisi tunaenda Afcon. Amekabwa na beki hizi Mwamnyeto, Jobu, Baka, alicheza chini ya kiwango. Sometime unatakiwa umsifie mpinzani kwa kujua statistics za mchezaji hatari na kumsoma mikimbio yake kuweza kumdhibiti. Lionel Messi akiwa wa moto Barcelona dhidi ya Inter Milan. Inter Milan anakuwa bingwa. Messi alicheza chini ya kiwango? Messi alicheza chini ya kiwango? Alicheza kwenye standard yake. Sometime unatakiwa umsifie mpinzani kwa kuingia na approach ya kumsoma mchezaji hatari na kujua anapita engo ipi na kuhakikisha unaenda kuidhibiti ile engo anayoipitia yule mtu bora, kuhakikisha hawezi kukudhuru
kwenye eneo lako. Kwa hiyo hapo mimi nakuelewa. Hapo sasa utakuwa umeelewa ni jinsi gani Pacome hajacheza chini ya kiwango dhidi ya FAR Rabat. Umeelewa? Katika interview zangu zote kabla ya mechi ya jana hakuna sehemu nilisema kwamba sisi tunamtegemea Al Ahly ili tufuzu. Ila nilisema tunaenda Zanzibar tunaenda kushinda. Umeelewa? Najua Young Africans sina mashaka kwenye uwanja wa Guantanamo dhidi ya JS Kabylie. Ila hatima ya Young Africans ilikuwa imeshikiliwa na Al Ahly. Nilizungumza, ukifuatilia mazungumzo yangu yote kabla ya mechi ya jana. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nilienda najua kabisa naenda kushinda. Lakini hatima ya Young Africans kwenda robo finali ilikuwa mikononi mwa Al Ahly. Huyu Al Ahly tayari ameisha qualify. Umeelewa? Maana yake nilikuwa najua mechi ya FAR Rabat na Al Ahly ni ngumu kupita kiasi. Kwa nini? FAR Rabat alikuwa anajua yeye ndo ana mguu mmoja mbele. Ilikuwa ni kundi tishio, kila mtu alikuwa analizungumza. Lakini kwa maono yangu mimi na mtazamo wangu mimi, nilikuwa naliona ni kundi jepesi kama utatumia uwanja wa nyumbani. Mpira wa Afrika statistiki zake unatakiwa utumie uwanja wa nyumbani kuliko uwanja wa ugenini. Uwanja wa nyumbani ukiondoka na alama 9, ugenini unaenda kutafuta alama 1, si ndio? Na ndio maana watu wengi mimi kama mimi naipongeza Stade Malien. Unapokuwa haupo kwenye kitu fulani ni lazima unakisoma, alafu ukipata chansi unajua wapi ukafanyia marekebisho na kuweza kuhakikisha unaleta surprise kwa watu ambao wanakuwa wanakufuatilia. Ndicho kitu ambacho Stade Malien amewini vilabu ambavyo alikuwa anacheza navyo. Kwenye lile kundi la Simba, watu wengi walipatia Esperance de Tunis na Simba nafasi ya kuqualify. Walijua Stade Malien anaburuza mkia na wakajua Petro di Rwanda anafuata, alafu anaifuata hapo ni Simba au Esperance, juu yake Simba au Esperance. Namba moja. Uongo ukweli. Ni kwa ubora ambao waliokuwa nao kwa muda kadhaa. Kwa sababu Afrika au Tanzania tunaishi kwa mazoea. Mazoea au tunazungumza ubora wa klabu? Tunaishi kwa mazoea. Sometime mimi huwa naishi katika kategori mbili. Mpira una historia, mpira una uhalisia. Uhalisia kwa maana gani? Uhalisia wa performance ya wakati huo. Na story na niseme historia ya hapo nyuma umefanya nini. Ndiyo maana Arsenal wamemuwini Real Madrid msimu jana. Ukienda katika historia, Arsenal hajawahi kufungwa na Real Madrid katika michuano ya kimataifa. Arsenal oye. Watu wa Arsenal lazima kidogo mjimwambe fai. Arsenal hajawahi kufungwa na Real Madrid. Umeelewa? Hiyo sasa hizo ni shida zake. Sababu wachezaji nimempa mimi Man City. Kocha nimempa mimi. Sasa atajua mwenyewe. Kwa hiyo sasa Arsenal waliweza kumfunga Real Madrid nje na ndani. Emirates na Santiago. Umeelewa? Tena Madrid wakiomba uwanja wao ufunikwe. Mule Bukayo Saka kawaweka. Umeelewa? Maana yake ni nini? Kwamba sometime mechi za kimataifa zinachezwa kwa ukubwa wa timu, kwamba niseme ule utaratibu ambao Al Ahly amekuwa nao. Unaona Al Ahly anaweza akaanza kwa kuchechemea, lakini akifika robo finali anakuwa ni mtu mwingine tofauti. Ni the same kwa Real Madrid. Real Madrid anaanza vibaya, akishafika robo finali. Ndio maana kuna msimu ambao walikuwa Mamelodi, alikuwa Al Hilal, alikuwa Al Ahly na timu moja siikumbuki. Nadhani ndio ile timu ambayo alikuwepo Shemaroni Fondo, Simba wanamchukua. Umeelewa? Walikuwa kundi moja. Lile kundi wa kwanza alikuwa Mamelodi, watatu alikuwa Al Ahly mpaka mechi za mwisho. Umeelewa? Mechi ya mwisho anacheza Al Ahly, mechi ya 5 anacheza Al Hilal, anacheza na Mamelodi. Umeelewa? Pale Sudani. Al Hilal anapata penati. Mamelodi anamwambia mpigaji penati, kapteni wa Mamelodi Temba Zwane, tuliza kichwa, funga hiyo penati, tunahitaji twende sisi na nyie. Hawa Arabu tuwatoe. Anaenda kumpa Ronwen William, anacheza penati. Kumbe Al Ahly anamshangilia Ronwen William, anamwona ndo shujaa wake. Al Hilal alipoenda pale Cairo nini kilimkuta? Na wote walikuwa na alama 10. Al Ahly hapo ana alama 7, anamfunga Al Hilal, anafikisha alama 10. Head to head Al Ahly anaenda. Umeelewa? Kaizer Chiefs mpaka jana. Kumbe kuna umoja hivi fulani. Kaizer Chiefs mpaka jana amefikisha alama 10 na robo hajaenda. Azam ana alama 9 na robo hajaenda. Kwa nini? Michuano ya kimataifa, cheza na uwanja wako wa nyumbani. Ukipoteza hata alama 1 kwenye uwanja wako wa nyumbani, hauna uhakika wa kwenda kupata alama 3 kwenye uwanja wa ugenini. Kwa sababu statistiki za mpira wa Afrika zinahitaji uwanja wa nyumbani zaidi kuliko uwanja wa ugenini. Hii sio Ulaya. Ulaya unafungwa popote pale. Unapojichanganya unawekwa. Lakini Al Ahly kwenye kundi la Yanga amepoteza 2, amesare 2. Na timu zote zimeshinda mechi 2-2, kasoro JS Kabylie ndio hajashinda mechi hata moja, amesare mechi 2. Umeelewa?
Yanga ameshinda 2. Farabati ameshinda 2. Al Ahly ameshinda 2. Umeelewa? Al Ahly amesale mechi 4, ameshinda 2. Young Africans amepoteza 2, amesale 2, ameshinda 2. Farabati amesale 3, ameshinda 2. Umeelewa? Maana yake nini? Young Africans amekosea hesabu za kwenye sare moja. Tugusie hapa sasa, baada ya Young Africans kutoka, kuna mashabiki wengi wa Simba Sports Club walikuwa wakifurahishwa juu ya Young Africans kuondolewa kwenye mashindano. Nikinukuu kauli ya msemaji wa Young Africans, anasema ya kwamba wao wamemaliza michuano yao ya kimataifa. Hasira zao watakazozimaliza sasa wanakwenda kumshushia yule ambaye anafurahi leo hii Young Africans kutoka. Simba Sports Club baada ya mchezo wao wa Jumamosi walichokuwa wanakizungumza, wakasema hata ikitokea mkienda sasa hivi kwa kikosi walichokuwa nacho, mchana kweupe mnaumia. Mnasemaje wananchi? Sasa mimi huwa sibishani na mwehu, nabishana na mwenye timamu. Sasa ukiangalia mashabiki wengi wa Simba, hao ndio walikuwa wanasema Mo hastahili. Hao ndio wanasubiri Yanga ikishinda wamfukuze Mangungu. Hao walimpa masaa 72 Ngungu Boy. Hao wamesema kwamba Mo hatudai chochote. Hao wamempa masaa 72 Mo. Hao wanasema kwamba Young Africans, yani wao wanashindwa kudominate kwenye matatizo yao, wanaiombea mabaya Young Africans. Mwisho wa siku Young Africans ikiwaweka wanaanza kulalamika. Umeelewa? Sasa mimi ninachotaka niwahakikishie, hatutaki kusikia malalamiko. Tarehe 1 hatutaki kusikia malalamiko. Unaona ule uwanja wa Amani? Yaani ile watake, sikiliza, ile watake, wasitake. Sikiliza nikwambie. Na wao pia wana. Yaani Seteura. Kabla msimu jana kulikuwa na sakata la hatuchezi. Umeelewa? Wakatuambia hatuwezi kupewa ubingwa pasipo kumkaba Mpanzu. Yule Mpanzu ukikutana naye kwenye KMC, KDB kaja Bongo. Yule Mpanzu ukimwona kwa Mashujaa, Bruno Fernandes kaja Bongo. Yule KDB, yule Mpanzu ukimwona kwenye mechi na Fountain Gate, utamsema Declan Rice. Yule Mpanzu mkute kwenye mechi ndogo, utasema Bukayo Saka au Vinicius Junior. Sasa mlete kwenye mechi ya Azam au Yanga, utasema ni shabiki wa Azam, utasema ni shabiki wa Yanga. Yule ni mchezaji wa mechi ndogo. Pacome anaonyesha ubora mbele ya Al Ahly. Pacome anaonyesha ubora mbele ya Farabati. Pacome anaonyesha ubora mbele ya wao. Pacome anaonyesha ubora mbele ya Azam. Umeelewa? Mchezaji mkubwa au mchezaji ambaye anatakiwa kuonesha vitu vizito, anatakiwa aoneshe kwenye mechi zile nzito. Umeelewa? Sasa yule mchezaji sijui yule amecheza dhidi ya Mashujaa au KMC. KMC ndo kama Wolves wanashuka daraja. Hamna sali ya mtume. Tayari KMC anashuka daraja. Wamemfunga goli 2 kwa shida. KMC. Goli la kwanza wanasubiri kuswalisha. Alafu unatuambia kwamba lile goli halali. Ndio matatizo ya marefa wetu, tutafanyaje? Simlaumu sana refa. Goli halali. Simlaumu refa. Sasa yule amecheza dhidi ya KMC na Mashujaa na Stade Malien. Stade Malien ambao walikuwa wanacheza kwa kurelax kwa sababu tayari washa qualify. Si ndio? Sasa njooni muwapigie makofi siku ya tarehe 1 pale Guantanamo Bay. Lile jela lina mlango mmoja. Yaani lile gereza lile, unajua gereza la Guantanamo ni gereza linapatikana Tulia, kule sio uwanja, lile gereza. Gereza la Guantanamo linapatikana Sweden. Ukisoma historia yake. Pale Sweden Trump alienda kaliomba kwa ajili ya watu wengi wanapatikana Marekani. Ndio kama kina Pididi. Ile sasa ndo gereza ambalo huwa linawahusu. Sasa lile gereza sasa Guantanamo, yani mashoga zake Simba wengi wamepita pale. Tumemalizana nao pale. Tunamhitaji sasa shoga yao mkubwa ambaye ndo yeye. Alete pale pua. Kuna kaburi lake pale la kummalizia. Atachagua mwenyewe. Asafirishe ama azike pale pale na Zanzibar huwa hawana utaratibu. Kama una maiti yako safirisha. Nenda kaziki unakojua. Mara pap kawafunga pale pale. Simba kumfunga Yanga ni surprise. Angalia hata hesabu. Ulaya wanakuambia hivi, kuna nguli moja juzi baada ya mechi ya Madrid na Barcelona, ile finali iliyofanyika pale Saudi Arabia. Kuna nguli mmoja alisema timu nyingi duniani zinaiogopa Madrid, ila Madrid anaiogopa Barcelona. Umeelewa? Hapa Afrika timu nyingi zinaiogopa Simba, ila Simba anaiogopa Yanga. Katika historia tangu mwaka 65, kafuatilie. Ni kati ya Simba na Yanga, ni nani aliyemfunga mwenzie mara nyingi? Kama hutakuta Simba kawekwa mara nyingi. Umeelewa?
Kwa hiyo Simba kumfunga Yanga ni surprise. Ndio maana ule mria karudi katokea tulia. Sisi ni kawaida, lakini wao kuna mechi walitufunga goli 2, goli la Kibu na Enonga. Umeelewa? Wale walienda kufanya sherehe. Mo alienda Marekani kafanya sherehe. Wachezaji kina Mohamed Shabalala. Si alikuwa pale Simba? Si alivua shati akakata mauno mbele ya mashabiki au hukuona? Wewe nadhani yeye mjinga kuchagua furaha ilipo? Yeye mjinga. Yeye sio mjinga. Hataki timu ya mateso. We timu kukikucha shabiki anasema tunampa masaa 72 bosi. Kukikucha shabiki anasema tumtaki Ngungu Boy. Kukikucha shabiki anakuambia kwamba sisi Mo hatudai. Kukikucha huku kiongozi anatokea anakuambia inaongozwa Simba ina matatizo, inaongozwa na viongozi wenye matatizo ya afya ya akili. Hivi kweli tukafungwa na timu ambayo inaongozwa na viongozi wa matatizo ya afya ya akili? Shukrani sana dada. Ndio akilini, karibu.